Greetings everyone. It's another moment I'm before you. Na ujumbe wa leo ni ujumbe kwa Wakenya concerning the next presidency. A woman president, the first president of the nation of Kenya, a woman. Ni ujumbe tumekuwa tukiusikia sana kutoka kwa vyombo vyake Mwenyezi Mungu, or rather prophets of the Almighty God. Na kuna vile sasa Mungu anataka nifafanue, nieleze zaidi concerning the same. Because ataki sasa any more confusion from the church, ataki more confusion from the governance. Kwa sababu if they make a mistake now for this very coming presidency, it will cost. It will cost, yes. It will cost them big time, yes. And so, kwa sababu gani Mungu anataka tena nikuje mbele yenu na niwaeleze zaidi concerning what we are supposed to do as Kenyans. Unajua saa ile Mungu anataka kazi yake ikafanyike, kuna vile ata instill the information that he really wants it to be brought to his people. Kwa hivyo kuna information niko nayo, na ndio sasa nataka niachilie kwenu wa Kenya, ndio muelewe zaidi Mungu wetu anataka nini. Anataka kwanza uongozi inakuja kuingia, uongozi wake sasa unakuja kuingia katika nchi ya Kenya. I'm not saying that we have not been led by the Almighty God, no. Tumekuwa tukiongozwa ndio, lakini kuna mambo Mungu wetu alikuwa anataka yatekelezwe na bado hayajatekelezwa. Kuna wakati Mungu alisema anakuja kunitumia nikiwa into the office of presidency, or rather in politics. Na ujumbe nikieleza tu sana, mambo na uongozi ilianza like 2015 when I was called into politics. Nimekuwa nikiwaambia I was a leader in my local church. Na sasa venye niliwaambia Mungu ananiita kwa ulingo wa siasa, not everyone understood me. But then when you know that the Lord has spoken, kuna wale wananielewa zaidi kwa sababu wanajua Mungu akishaongea hakuna vile utataka ufanye otherwise. Yetu unajua ni kweli kabisa ni Mungu ameongea. So nimekuwa nikiwaambia kuna huo uongozi unakuja, na ni uongozi wa mwanamke, na huyo mwanamke kuna vyombo vyake Mwenyezi Mungu amekuwa wakieleza zaidi concerning the same. Na kuna wale wamekuwa wakisema labda ni huyu, labda ni yule, labda ni huyu. Sasa Mungu anataka ni come clear to the nation, kwa Wakenya wote. Mkaelewa wakati wake Mwenyezi Mungu ndio huu, na wakati wake Mwenyezi Mungu wa kuchagua mwanamke ndio huu, na huyo mwanamke tayari ako na kazi mkononi mwake ambaye anakuja kutekeleza yake Mwenyezi Mungu. Na huyo mwanamke ni mimi. Kwa sababu kwanza niko na assignment ambayo nimekuwa nimeipewa since 2015. Nimekuwa nikiwaambia I have 3 assignments. Nimekuwa nikiwaambia I know how the economy will be settled. Yes, the economy of the nation, yes. Nimekuwa nikiwaambia concerning the leadership of a woman in this nation Kenya. Na nimekuwa nikiwaambia concerning the end times revival. Actually, the end times revival center. How it shall be done, where and when. All that information I have. Na ni kwa sababu gani saa hii Mungu anataka msikilize wa Kenya? Kuna wakati nyuma kidogo niliwaambia wa Kenya mjisaidie. After I gave a message like 2023. Kuna message nilipeana nikiwa kwa hiyo land yenye iko na crude oil, yenye inakuja kuclear the debt of the nation. Kuna ujumbe nilipeana nikiwa pale na nikawaambia wa Kenya jisaidieni. You never understood what I told you. Niliwaambia sambazeni huo ujumbe kwa sababu Mungu alisema huo ujumbe the moment itakuja kukua katika masikio ya wengi, the majority of the nation of Kenyans, yes,
when the majority of Kenyans will have known, that is when the Lord will do it. Na nimekuwa nikiomba sana nipate a chance to go to the national to the mainstream media waweze kunipatia. Actually nimekuwa nikionyeshwa nikipatiana hii information nikiwa kwa Citizen. If you can tag someone in Citizen, they give me a slot, just a few minutes, to explain to Kenyans what the Lord wants, everything done in this nation. It will save you big time, Kenyans. Ama too, if they are being paid a lot of money, someone to sponsor me, for me to take this information there. It is too crucial at this very time. I wish everyone can understand this. And so nimewaambia, nimekuwa nikipingwa sana, nikieleza mambo na my calling, especially to these politicians. Kuna wale hawataki mtu mwingine yeyote aguse mambo na uongozi wa nchi. Of which mtu akishafikisha wakati wake wa kuongoza, hakuna jambo itapinga asiongoze. Hakuna jambo kabisa itapinga asiongoze. Na ninajua Wakenya mnaelewa ninasema nini. Na ninajua wenye wako kwa hizi viti wanajua ninasema nini. Since 2017, kuna wakati nilikuwa nataka sana, kwa sababu Mungu aliniambia atanitumia nikiwa into politics. So, unajua nimewaambia revelation inakujanga kidogo kidogo, so sikuwa na full leverage, and I decided to get into politics to fight for a position from my constituency, yes. Na kuna vile nilipingwa sana. Huo wakati Mungu aliniambia ni chama hiki kitaenda na kuwin, the Jubilee Party. So I campaigned for them from my ground. Na kuna vile sasa nilienda nikitaka kuingia sasa nikapate the ticket, kuna vile nilipingwa zaidi sasa. Na nimewaambia kazi ya Mungu inapingwa sana na wale hawaelewi. You can see this was a letter signed nikubali, signed by the SG then, the Raphael Tuju, Honorable Raphael Tuju then. Kuna mambo alisaini hapo. Wakenya ni sababu gani nawaambia hii mambo yote? Mwache kuona ni kama nimeanza siasa leo. Siasa nimekaa na hawa viongozi wenye wanaongoza nchi. There is that time they said step down for so and so, but I couldn't. Niliwaambia hapana, you started somewhere. Ndio sababu tukaandikana hii barua niende independent, but I still campaigned for the party because I knew it was the party to win and to lead the nation. So mambo na kupingwa, nimepingwa kwa muda mrefu. Niliwaonyesha hata nikicampaign for the seated. Actually hii serikali hakuna, sijui nani hakuikampainia. Kwa hivyo nikisema I campaigned for them, hakuna mtu anaweza nishurutisha, kwa sababu sisi sote we knew it was. Lakini kwa sababu naye Mwenyezi Mungu ako na njia zake, kuna vile Mungu wetu anakuja kufanya kazi yake ikaanze very very soon. I'm telling you because I know. And that is why you can see me here telling you Kenyans, sambazeni huu ujumbe. Niliwaambia kuna mambo mingi sana nimeona nafaa niwaambie from the mainstreams, even though sijui how to get to them, lakini someone can tag to this man. Nimeona sana nikiwa into Citizen. Na mimi nasema hivi, to those who can make a way for me to reach to this Citizen, to the Citizen TV. Yes, kuna mambo Mungu anataka niseme. The Lord is saying that he is amplifying my voice. And then alinionyesha nikiwa kwa Citizen, nikieleza sana vile yeye mwenyewe anataka afanye. And so to Jeff Koinange, I think someone can tag you this message. You give me a slot, I explain everything, because this is too crucial. This message is too crucial for the nation. I wish you can understand what I am saying.
I've shown you how nimepingwa kwa sababu kuna kazi ya Mungu. Kuna kazi ya Mungu iko mbele yangu, and I have been telling them, acheni kunipinga, mimi niko na assignment fulani. Up to this moment they have never understood. And I'm wondering still, kuna mambo na kanisa. Kuna viongozi pia, kuna wenye Mungu amewapatia kazi, servants of God, kueleza zaidi. Lakini wao pia wako kwa giza kiasi. Because you cannot anticipate, tunaona ni mwanamke fulani, tunaona ni mwanamke fulani, tunajua ni mwanamke fulani. Yet you are not giving us the truth. Mungu wetu hataki mtu aamke saa hii aongee mambo yenye haelewi. Hata mimi mwenyewe nikiwa hapa nikiongea mambo yenye sielewi, I will not make it. This is a very crucial moment for the Lord. Kuna mambo lazima yafanyike katika hii nchi ya Kenya. Kuna ujumbe lazima ufikie katika viongozi wote katika hii nchi ya Kenya, wa kanisa na wa siasa saa hii. Na ndio nawaambia, kama kuna vile mnaweza sambaza ujumbe wangu to everyone, kwa masikio yote ya Wakenya, wajue kana kwamba the 6th presidency is from a woman who is having in her hands assignment yake Mwenyezi Mungu, ambayo ni lazima ataenda na kutekeleza. So to those who are anticipating ni fulani, ask them, what assignment do they have? What assignment do they have? What do they know? What do they know concerning the assignment of the end times? What do they know concerning the economy of the nation? What do they know about the very next leadership? Ask them. If they really know, then let us go ahead. If they don't know, don't make any other mistake. The presidency, don't make any other mistake. Kenyans. So I said that I have a party. The next message, I'll be coming fully with the preparation that the Lord has already prepared me to explain fully the reason why you must listen. Kenyans. Kwa sababu saa hii, nani anajua what is about to happen to this nation Kenya? Kuna mambo mengi sana yamefunuliwa kwa vyombo zake Mwenyezi Mungu, lakini kuna wale wanapinga isije ikafikia to the presidency, waka safeguard the nation. So mimi nasema nini wa Kenya? Ile wakati nawaletea huyo ujumbe, pia sambazeni zaidi. Na tuanze kujiprepare, because nilisema elections zitakuwa ndio, lakini kuna vile zitakuwa. Zitakuwa ndio, lakini kuna vile zitakuwa. So let us just prepare, because kuna mambo Mungu anakuja kufuruganisha. Yani haitakuwa ni kama kufuruganisha, itakuwa ni kama kuyakoroga mambo to align them to his purposes. To those who can understand me, they will understand me. Na nimekuwa nikiwaambia Mungu anataka to amplify my voice to everyone. Na nimekuwa pia nikiwaambia kuna wao wenye wamekuwa wakinisupport kwa vyombo vya kupasa sauti for PAS. Bado many can think that this is a confusion. No. To amplify my voice ni kuongea tu concerning end times, nothing else. Concerning end times messages, concerning the end time revival, concerning the next presidency. Yes, he only wanted to amplify my voice for that very reason. Niache kuleta mambo yake Mwenyezi Mungu kwa online tu hapa kwa YouTube, mpaka niambie wengine na uko nje, mpaka wengine waelewa mimi ninasema nini, wengi everywhere. Kama even town center nikuje huko niongee concerning what the Lord wants, his work being done.
na concerning the next presidency. Now what is supposed to be done by this very current presidency for the safeguarding of the nation, for the safety of the nation? Yes. Mnajua wakati Mungu akitaka kazi yake itekelezwe, yeye kwake kufanya mambo ya kuwe hard to people, kwake it's not a big deal. Unless people understand what the Lord wants, na wafanye na wasecure, yani wakuwe safe from his judgment, unless they do so, actually judgment ndio inakujanga kutengeneza njia. Kwa sababu kama Mungu anataka saa hii wakati huu inji ikakuwa aligned to a specific assignment na haijakuwa, what do you expect Kenyans? Ni nani anjaona saa hii vile kulivyo? Nani anaweza sema anybody is safe? Huu ndio ule wakati neno la Mungu linatuambia mwenye haki ataishi kwa imani. Hapa ni ile tunaishi kwa imani sasa wa Kenya. Na ni kwa sababu gani? Kuna kazi Mungu anataka ikafanyike katika nchi ya Kenya. Na ni lazima itafanyika tu. Ni lazima itafanyika tu. Kuna messages zilikuwa za as from 2022, 2023, 2024, 2025. I'll tag those messages with this one. Nitatag zote hapa. When those vessels, wakati walikuwa wakisema hiyo, they were aligned, not now wenye wanasema saa hii ni kama hatujui ni nani, na wakati huo walikuwa wanajua. Someone said, uongozi ambao utakuja katika nchi ya Kenya is perceiving that itakuwa na huyo uongozi wa mwanamke, huyo mwanamke atakuwa anaelewa assignment yake Mwenyezi Mungu. How come then you knew and now you don't know? What happened? To the vessels of God, if you feel that you are not fully aligned, don't bring any messages to Kenyans. Sai ni very crucial moment. Don't confuse anybody. People of God want to hear what the Lord is saying. Na Mungu wetu sai amesema lazima kazi yake ikafanyike katika nchi ya Kenya. Lazima tu. So the 60th presidency is the presidency to usher in revival. Yes, from this 50th presidency. I know everyone knows this. It's only that they are ignoring. Hata wao wenye wamekalia wanajua. Ni kwa sababu gani hawataki kufanya mambo yake Mwenyezi Mungu yakaeleweke na kila mmoja? Ignorance. Na neno lake Mwenyezi Mungu linatuambia watu wake Mwenyezi Mungu wanapotea kwa kukosa ufahamu. Ufahamu tunao. Kuna wale wako aligned, they know exactly what we are supposed to be doing, like the sons of Issachar. But to those who are being told, they are ignorant. Yes, they are not listening. So what do we do? Kenyans, what do we say? Let us pray, watch and pray. Because there are some things which must be done for the Lord to clear the way for the end times messages and prophecies to come to pass in this nation Kenya. Nimewaambia nimekuwa nikipingwa sana. Kila wakati nikiwaeleza Mungu anasema hivi na hivi, na wengine nilikutana nao physically like this. Nikawaeleza like this. Lakini kuna vile wameamua ni kama kuna wanataka some delay. Saa hii hakuna delay. Mungu anataka kazi yake anayotaka ikafanyike katika nchi ya Kenya ikafanyike. Na hakika itafanyika. Kwa sababu kama nchi saa hii inafaa kuwa settled economically. Yes. At this very time, Kenya inafaa kuwa iko settled economically. Kuna mambo Mungu anataka yakuwe yameanza tayari. Hayo mambo yote na yajua na yaelewa. So, wa Kenya, sambazeni ujumbe wangu.
Na nimesema to those who can, kuna wale ninajua they can help me to go to the mainstreams, to explain more to Kenyans. Kwa sababu Mungu alisema, from the very first message I gave, nilisema Mungu alisema, atakuja kutekeleza kila mmoja akijua, or rather a bigger number ikielewa anasema nini. Na huo wakati ndio huu. So nisaidieni a bigger number ikajue. Mungu amesema ni sisi tunafanya hii kazi. Ni sisi tuko duniani. Ni sisi zile vyombo anakuja kutumia. Kwa hivyo kama chombo kinajua kitatumikaje na hakitaki kutumika, of course hicho chombo kitakuwa katika maugumu fulani. That is why mnaona Kenya iko katika maugumu fulani. Nchi ya Kenya ni vessel of the Almighty God to use at the end times. So ni kwa sababu gani inapitia mangumu? Ni kwa sababu hainjielewi. Yes, kuna vessels wanapitia kwa mangumu. Mimi wakati nilikuwa sitaki nielewe nijialign Mungu anieleze vizuri, nilipitia kwa mangumu sana zaidi. Lakini wakati nilikubaliana na Mungu na nikaelewa kabisa anataka nini, the heaviness lifted. Yes. Na nikasikia ndio Mungu wangu ameniwezesha na amenisaidia akaweze kunitumia, nami nikakubali. So hii ungumu mnaiona katika nchi ya Kenya ni kwa sababu inafaa itumike na haiko aligned. Kuna wale wameamua sisi hatutaki. That is why nawaambia kwa vyovyote vile Mungu ata-align nchi. Kwa vyovyote vile Mungu ata-align viongozi. Wasikia anasema nini, wafanye vile anasema, nchi ikakue calm for his use. Yes. So concerning the 6th presidency, acheni kuyumba, I am the one. Yes. So sambazeni ujumbe, kila mmoja akaweza na kuelewa, sababu nimeshika assignment yake Mwenyezi Mungu, of which hiyo assignment itafaa kwa inafanyika wakati huu. Yes. Kwa leo sina mambo mengi. I'll be bringing a message concerning the party. Yes, because the Lord has already given me the way. He has shown me how I'll do it. I'll be an independent candidate. Yes. I don't have any other party. I have only my political logo. Yes. So I'll be bringing very soon for you to understand what the Lord wants. Yes. So nashukuru sana, sambazeni ujumbe, na Mungu anawapenda sana wa Kenya. Hata mkiona mambo ikuwa mangumu, bado anawa-align. The Lord is aligning you for his use. Thank you. God bless you.